Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Ninayo furaha kubwa tena kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni siku yetu ya 6 ya mafungo yetu ya Kwaresma, mafungo ya siku 40. Ninakualika tutembee kwa pamoja kwa siku hizi 40 ili tuone Mungu anatuambia nini katika kipindi hiki cha Kwaresma. Ndugu zangu wapendwa, mzaburi katika Zaburi ile ya 46 mstari wa 10 anatuambia nyamazeni, mjue ya kuwa mimi ni Mungu, kwamba ninatukuzwa katika mataifa, ninatukuzwa katika dunia. Ndugu zangu, ni ukweli kwamba tunaishi katika dunia ambayo ina pilika nyingi sana. Na katikati ya maisha hayo yenye pilika nyingi, bado Mungu anatuita kwenye utulivu, kwamba tutafute muda, hata kama ni kidogo sana. Tutulie ili tumsikie anasema nini, tupate kujua ukuu wake. Unajua, katika ukimya tunajitenga na kelele za dunia. Katika ukimya tunafungua mioyo yetu, tunafungua akili zetu kwa ajili ya kusikia sauti ya Mungu. Unajua, katika ukimya, unajua muda wa utulivu, kwa mfano, muda wa ukimya ni wakati wa kuachilia mizigo yetu mbalimbali. Muda wa ukimya ni wakati wa kuondoa hata mashaka na wasiwasi ule tulionao, kwa sababu tunatolea muda huu kwa ajili ya Mungu. Muda wa ukimya, ndugu zangu, ni wakati wa kuelekeza akili zetu, fahamu zetu kwa Muumba wetu ambaye ni Mungu mwenyewe. Unajua, Mtakatifu Teresa wa Avila anazungumza, anasema Mungu hukutana nasi katika utulivu wa moyo. Mungu hukutana nasi katika utulivu wa moyo. Ndugu zangu, kutenga muda wa utulivu sio ishara ya uvivu. Kutenga muda wa utulivu ni nafasi ya kumruhusu Mungu kutenda kazi ndani yetu. Ni kama vile ni kuitikia appointment ya Mungu. Mungu anakupa appointment. Ni kuitikia appointment, kwenda kwenye appointment na Mungu. Kwa hiyo, Kwaresma hii ndugu zangu, uwe ni muda, iwe ni fursa ya kujitathmini tena. Iwe ni fursa ya kugundua vizuizi, kuingia ndani yetu, kugundua vizuizi vinavyotufanya tusimkaribie Mungu kwa namna yoyote ile. Huwezi kugundua kama huna muda wa kukaa na kutulia mbele za Mungu ili akumulike kwa mwanga wake, ili uweze kuona kila kitu ndani yako. Kwaresma ndugu zangu, iwe ni fursa ya kuratibu upya tena, kuratibu upya, kupanga upya vipaumbele vyetu sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Uwe ni muda huo, maanake tuutumie vizuri. Tukumbuke kuwa ndugu zangu, ni katika utulivu ndipo tunasikia sauti ya Mungu. Ni katika ukimya ndipo tunahisi ule uwepo wake, tunakaa kwenye ule uwepo wake. Kwa hiyo tuweke azimio la kutafuta utulivu. Utulivu ambao unanufaisha roho zetu. Utulivu ambao unafufua mioyo yetu. Kwa hiyo Kwaresma hii, hebu jaribu kutenga kama dakika 15 tu kila siku. Kukaa kimya, ukisikiliza na kufuata mwongozo wa Mungu. Usijali kwamba utakuwa umechoka, unasinzia. Unajua, hakuna operation inayofanyika mtu akiwa macho. Wanampa nusu kaputi kwanza, wanampa ile dawa ya usingizi, analala. Kwa usijali, hata kama katika dakika hizo utasinzia, utalala. Wewe kuwa mwaminifu kwenye huo muda. Tenga huo muda, mwambie Mungu, huu ni muda wako. Hebu Kwaresma ifanya mapinduzi. Kwa sababu unapotenga muda unakaa na Mungu, unakutana na Mungu, lakini pia unakutana na wewe. Unapata ile encounter with yourself. Fuatana nami katika siku ya 7. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza.